Hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa Yusuf Goma? Ikiwa bado hujasubscribe, tafadhali subscribe ili kuwa pamoja nasi upate kila mambo mapya ambayo tunakuwa tunayapakia kwenye channel yetu. Dr. Samia Suluhu Hassan kama ambavyo alisema atahakikisha na kutahakikiwa ya kwamba siku ya uchaguzi kutakuwa na maandamano ya watu kuandamana kwenda kupiga kura, na sio maandamano ya watu kuandamana sijui wanadai haki, sijui wabebe mabendera na fujo nyinginezo ambazo hazifai katika nchi yetu. Hivyo taarifa mbalimbali zimekuwa zikionekana katika vyombo vya habari ya kwamba tayari maeneo tofauti ya nchi yetu askari tayari wameshakuwa imara ili kukabiliana na yeyote yule ambaye atathubutu kwenda kinyume na tukio la kinchi ambalo ni kupiga kura, lakini yeye akaamua kufanya kivyake, akawa anaandamana akawa anafuatilia ile akili ya kupakiwa na watu ambao wako nje, kiasi ambacho sasa atakuwa amejitoa mhanga kuvunjwa kiuno. Yaani atakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuvunjwa kiuno. Hivyo wale watu wa Gen Z, wale ambao walikuwa wakitukana, wakifanya na hasira, onyo na tahadhari ambalo serikali imekuwa ikirudia mara kwa mara ni kuepuka jambo hilo mara moja. Na kwa taarifa ni kwamba yeyote ambaye atathubutu kushughulika na jambo hilo la kwamba andamane, basi cha mtema kuni ama cha moto kitamfikia na atalaumu, kwa sababu anaweza akavunjwa kiuno, anaweza akavunjwa mkono, anaweza akavunjwa mguu au hata kuuliwa, kulingana na jinsi ambavyo atakapokuja na kufanya ile defense, basi offensive ya hali ya juu kabisa itakuwepo kwa sababu ya mtu huyo. Nchi yetu hii ni ya amani, na amani ni tunu, inabidi uwe mzalendo, ulinde amani, kwa sababu ukiangalia jambo la kuharibu amani na jambo la kupingana na serikali na mamlaka husika za kinchi ni jambo ambalo halifai. Linapelekea migogoro mikubwa na kupelekea uharibifu wa mali, uharibifu wa utu, uharibifu wa miili, watu kupoteza uhai na mambo mengine ambayo yanakuwa yanapelekwa. Sasa kwa yeyote ambaye atakuwa anajiona ana kiburi na ana ubavu kwamba wa kupingana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tunasema serikali ni kikundi ama ni kundi la watu ambalo limewekwa na watu kwa ajili ya watu. Yaani serikali ni kundi la watu lililowekwa na watu kwa ajili ya watu. Sasa ikiwa una uwezo na uhakika kwamba unaweza ukakinzana na kundi hilo, basi andamana. Lakini ikatokea umevunjwa kiuno, yule mtu wa nje alikuwa akikuhamasisha, na yule mtu ambaye ni unknown, hafahamiki, ambaye alikuwa akikupa kiburi kwenye mitandao ya kijamii, utajuta, na hali ya kuwa majuto ni mjukuu na hurudi kinyume, na hali ya kuwa mtu yule atafika mwisho wa siku atakucheka ujinga, kwa sababu umekuhamasisha na umeingia line. Kipindi hicho yeye anafurahi na familia yake, wewe uko hospitali unauguza kiuno kwa sababu kimevunjwa, au uko mochwari umewekwa huko, umehifadhiwa kwa sababu tu ya mambo ambayo hayana maana ya kupingana na viongozi na kujifanya wewe ni gwiji na kigwema usiyeelewa maagizo ya serikali za nchi hii ya Tanzania. Hivyo ni onyo tu kwamba usiku huu ndio usiku ambao kesho ni jambo zima la uchaguzi, ama ni jambo zima la kupiga kura ili kumpata mheshimiwa rais, ili kumpata mbunge na kupata madiwani ambao watakuwa watazisimamia kata. Hivyo ni vizuri zaidi mtu akawa yuko kwake kufanya ishtighalati zake za kinyumbani, kufanya
jambo yake kinyumbani na kuepuka mambo ya vigengegenge ambao vinaweza vikaletewa dhana mbaya na vikaletewa madhara. Sasa yeyote ambaye ana uhakika kwamba yeye si ni Gen Z, yeye anapewa posho aandamane, au yeye anafanya vipi aandamane, ana hasira sana, basi akiandamana na akipata madhara asije akalaumu serikali. Na ni madhara ambayo tunasema majuto ni mjukuu na hurudi kinyume nyume. Tarehe 29 ni mwendo wa kupiga kura kwa kiongozi ambaye wewe unamuona ana maslahi na unamuona kwako wewe ni mtekelezaji, na si siku na tarehe na wakati wa kuingia barabarani na kuanza kuandamana maandamano ya ajabu na kuanza kuleta fujo. Yata kutokea puani.